wa madhehebu ya dini mkoani Kilimanjaro wamewaonya wanasiasa kuacha lugha potofu na zenye uchochezi ambazo zinaweza kusababisha uvunjifu wa amani, hasa wakati huu ambao Watanzania wako katika harakati za kufanya uchaguzi wa viongozi watakaoliongoza taifa kwa miaka 5 ijayo. Kauli za viongozi hao zinakuja kutokana na baadhi ya wanasiasa kutumia mikutano na majukwaa ya kampeni kutamka maneno ambayo yanahatarisha amani nchini. Taarifa zaidi na Zefania Renatus. Tangu kuanza kwa kampeni za uchaguzi mkuu zilizoanza rasmi Agosti 22 mwaka huu na kushirikisha vyama vyote vya siasa hapa nchini, viongozi wa dini mkoani Kilimanjaro wanaona ipo haja kwa wanasiasa kuendesha kampeni zao kwa hali ya utulivu ili taifa hili lisiingie kwenye vurugu ambazo zinaweza kuhatarisha maisha ya watu. Wamesema wapo wanasiasa ambao wameanza kusema maneno yenye kashfa, maneno ambayo hayana tija yoyote katika mustakabali wa taifa hili. Sema, tamka kwamba kuliko amani ipotee, kuliko nisukumwe na yeyote kuondoa amani kwenye taifa hili na ipoteza nafasi yangu. Hapo wananchi watajua wewe ndio unastahili nafasi hii. Lugha ukashifu wengine. Sisi tunasuka, wewe damu inasimuka. Tukasikia kiongozi anatukana. Anatoa matusi. Anakashifu wengine. Hayo yamejiri katika mkutano ulioandaliwa na viongozi wa dini mkoani Kilimanjaro na kuwakutanisha wagombea wote wa vyama vya siasa mkoani hapa pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama kwa lengo la kudumisha amani ya nchi, hasa wakati huu wa kampeni za kuelekea kwenye uchaguzi mkuu. Wanasiasa waliohudhuria mkutano huu hawakuwa nyuma kutoa rai kwa viongozi wa dini kuendelea kuhubiri amani ya taifa. Swala la amani, umoja na mshikamano wa taifa letu, ndugu zangu, ndio msingi wa asili ya taifa la Tanzania. Tunahitaji ushindi wa kimungu. Na ushindi wa kimungu kwa sababu tunatambua uchaguzi tunaoenda nao sio wa chama chochote, ni uchaguzi wa Tanzania. Pamoja na mambo mengine yaliyozungumzwa katika mkutano huu, Watanzania wameaswa kuachana na tabia ya kufanya maandamano yasiyo na tija kwa kufuata mkumbo wa wanasiasa ambao wamekuwa mbele kushawishi vijana walio wengi kuandamana bila kufuata taratibu na sheria. Zefania Renatus, Star TV.